Peace Energy people. Mzigo wa Zambia Afrika hautaisha. Yaani kama ni hukumu ambayo inabidi Afrika ihukumiwe, basi tutazidi kuhukumiwa kwa muda mrefu sana. Na hata hilo swala la pepo, mimi sioni kama tutaenda peponi. Mimi nazungumzia Mwafrika, wala sitaji kujua watu wa mabara mengine, watu wa rangi zingine wako vipi. Mimi najitafakari sana kuhusu sisi wenyewe, kwa sababu kufia dini kwetu hakujaonyesha kama kuna matokeo chanya kwa mtu mmoja mmoja, kwa jamii ama kwa mataifa ya Afrika. Tumefia dini, tumefanya dini ndio kipaumbele. Sawa, mimi sipingi dini, ila ninachokizungumzia ni kuna unafuu wowote, kuna ahueni ya kivitendo, practical relief, ambazo tunasema kwamba yametokana na sisi kufia dini. Tuchukulie mfano suala la umasikini wa Afrika, kwamba kweli dini zilijenga shule, mashule mbalimbali yalianza yalijengwa na taasisi mbalimbali za kidini. Ni kweli, hilo hatulikatai. Na wasomi wa kwanza wa Afrika ambao walikuja wakawa viongozi wa kijamii walitokana na taasisi mbalimbali za kielimu zilizojengwa na taasisi mbalimbali za kidini. Sawa, lakini vipi huo mfumo wenyewe wa elimu? Mfumo wenyewe wa elimu ukiuchunguza vizuri, haukuwa na mlengo wa kumwandaa Mwafrika kujitegemea, kujitawala na kujijengea ukubwa na uzuri wa maisha yake kutokana na rasilimali na resources ambazo Mwafrika anazo. Huo mfumo haukuwa hivyo kabisa. Ni mfumo ule ule uliokuwepo wakati wa wakoloni, mfumo wa kumwandaa Mwafrika aendelee kuwa mtumishi kibaraka. Sasa Mwafrika akishakuwa mtumishi au kibaraka au mtumwa, hawezi kutumia malighafi zake. Resources are not being utilized. Mpaka leo African resources are not being utilized. Anayenufaika na malighafi ya Afrika ni yule aliyeleta mfumo wa elimu, na aliyeleta mfumo wa elimu alileta dini, na dini ndio ikabeba jukumu la kusambaza elimu. Kwa mtu akaleta dini, na katika dini akapenyeza mfumo wa elimu, na huo mfumo wa elimu umfanye Mwafrika awe mtumwa, awe kibaraka, asijitegemee, asiwe na maarifa ya kutosha kujitegemea, asiwe na maarifa ya kutosha ya kutumia rasilimali zake, mali zake nyingi tu alizobarikiwa nazo. Kwa dini, kwenye hilo swala la umasikini, dini imechangia sana, kwa sababu ilibeba mfumo wa elimu ambao umemfanya Mwafrika endelee kuwa maskini.
Utasema mfumo wa elimu umemfanya Mwafrika endelee kuwa maskini, wakati kuna wasomi wamejenga mabarabara, wasomi wametengeneza viwanda, wasomi ndio viongozi, wasomi ndio madaktari, wasomi ndio wanasheria. Sawa, vyote hivyo, hizo department zote hizo zinamtumikia bado aliyeleta elimu, zinamtumikia aliyeleta dini. Sheria zinazotumika na wanasheria zote zimeletwa. Madawa na vifaa vya tiba vyote vinavyotumika na madaktari vimeletwa. Mhasibu, accountant na mahesabu anayopiga na makampuni makubwa anayoyatumikia yameletwa. Benki, corporations kubwa zimeletwa. Kwa tuta-argue sana, hata ukisema maengineer, material yote ambayo yanatumika na maengineer kujenga, iwe ni mabarabara ama ni viwanda, hayo material yameletwa. Na hata magari yenyewe, hata viwanda vyenyewe ni vya kwao. Kwa hiyo Afrika hatuna cha kujivunia zaidi ya kuwa na grupu ndogo la watu wanajiita wasomi ambao bado ni wanufaika wa huu mfumo wa dini. Katika hii topic naomba uelewe, ninapozungumzia dini nalenga kwenye hata kuumaliza umaskini kupitia elimu, kuondoa dhiki ya Mwafrika kupitia elimu, kwa sababu elimu imeonekana ndio njia pekee, ndio ufunguo pekee wa kutupatia unafuu. Lakini ni elimu gani? Vijana wanamaliza vyuo, wana degree, hakuna kazi. Na hakuna kazi kwa sababu kijana mwenyewe, ule mfumo wa elimu haujamwandaa kutengeneza kazi, kuumba kazi, kugundua kazi. Tumejaliwa mali sana, tumejaliwa kila aina ya malighafi, lakini kijana anatoka chuo hajui chochote kuhusu malighafi, hajui jinsi ya kugeuza malighafi kuwa mali, hajui jinsi ya kugeuza malighafi kuwa kazi, hajui jinsi ya kugeuza malighafi kutengeneza vitu. Sasa huo ni mfumo wa elimu gani? Mfumo wa elimu unaongeza umaskini. Haya, ukibahatika wewe ukapata kazi, ukaajiriwa, ukalipwa hela, haulipwi hela hata ya kutosha katika mshahara wako ili usaidie ndugu zako. Kwa sababu Afrika tumezaliwa wengi. Una mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, una wadogo zako 4, alafu wote wanakutizamia wewe ndiye msomi, mwenye degree, mwenye PhD. Lakini kazi uliopewa na marupurupu na mshahara unaolipwa yanakutosha wewe peke yako. Tena uishi mjini huku kwenye apartment ama kwenye nyumba uliojenga na gari yako 1 au 2, na watoto wako waende shule fulani wakaendeleze mfumo ule ule, na waende kwenye dhehebu fulani wakaendeleze dini ile ile. Ndugu zako inabidi hata ujitenge nao, uwakimbie, uwaogope, kwa sababu unachokipata hakitoshi. Kwa duara la umaskini linaongezeka. Watu wanatembea wakitafuta ajira kupitia imani. Watu wanatafuta maendeleo kupitia imani. Watu wanatafuta miujiza kupitia imani. Watu wanatafuta kazi, mtu anatafuta mume au mke kupitia imani. Mtu anatafuta biashara ikue kupitia imani, lakini sio kupitia taaluma, sio kupitia ujuzi,
sio kuyafanya yote hayo kupitia nguvu na akili, isipokuwa tumebaki tunatafuta maisha na maendeleo ya maisha yetu na watu wetu wanaotutegemea kupitia imani. Kwa hiyo hii dini pamoja na mazuri yake, lakini tusishindwe kuizungumzia kwamba imetuletea hata mfumo wa elimu unaotegemea imani. It's a faith-based education system. Umetutengenezea watu ambao wanategemea imani ili kuishi, wanategemea imani ili kuwa na ajira, wanategemea imani ili kuiona kesho yao na kesho ya watoto wao na wajukuu zao. Sio watu wanaotumia akili, sio watu wanaotumia maarifa, sio watu wanaotafuta ujuzi, sio watu wanaotafuta kujitambua na kutumia malighafi zilizopo kuleta mabadiliko makubwa kwa mtu mmoja, kwa kijiji, kwa jamii, kwa taifa, mpaka Afrika nzima. Kwa hiyo chukua nafasi we mwenyewe kutafakari hizi dini hizi. Tafakari dini zimetupatia nini? Tafakari mfumo wa elimu uliopo, msingi wake ulijengwa na dini, yaani shule nyingi zilianzishwa na misikiti ama na kanisa. Tafakari mwenyewe uone Afrika tumekaa wapi. Tafakari uone hata wewe mwenyewe umekaa wapi. Na hata ukisema kwamba okay, sawa, tuko vizuri, hatuko vizuri. Na mzigo wa dhambi huu ambao dini inatuambia imani ya kuondoa dhambi twende peponi, hatuko vizuri. Imani imejengwa kwenda peponi na kuepuka moto, sio imani ya kutengeneza mali, sio imani ya kuvuna mali, sio imani ya kuongeza ujuzi na akili na maarifa jinsi ya kutumia vitu ambavyo Mungu ametupatia. Ni imani ya kwenda peponi. Kwa hiyo tuna rundo la watu ambao wanang'ang'ana tu kwenda peponi. Huo ndo mfumo, kwenda peponi. Hata wasomi wanang'ang'ana kwenda peponi. Amepata mshahara wake mzuri, watoto wake wanasoma, wanaenda kanisani au msikitini, ana vigari vyake viwili vitatu, ana biashara yake pembeni, anataka kwenda peponi basi. Lakini sio kutumia malighafi na zilizopo na mali zilizopo kutengeneza Afrika ama kujenga Afrika, sio kutumia taaluma yake aliyoipata kuitengeneza Afrika. Hakuna peponi. Kwa tuna mfumo wa dini uliotuletea mfumo wa elimu, na huo mfumo wa elimu ukatengeneza wachache ambao wanalipwa kidogo na wanasubiri kwenda peponi. Lakini mfumo wa dhambi hautai kuisha, kwa sababu huyu msomi naye bado hakitoshi, anacholipwa inabidi aibe. Huyo msomi inabidi ale rushwa. Huyo msomi inabidi adanganye, aingie mikataba feki ya kuwadhulumu Afrika wenzake. Lakini anajua nitaenda Jumapili nitatubu, ama nitaenda Ijumaa nitatubu. Kwa imani kwamba nitatubu, acha niibe. Imani kwamba kitubio kipo na nitasamehewa na Mungu, acha nidhulumu, acha nile rushwa, lakini nijinufaishe mwenyewe. Mzigo wa dhambi hautaisha. Kwa dini imetuletea elimu, na hawa wasomi wa elimu wanataka kwenda peponi, lakini dhambi wanaendelea kuzitenda kila siku. Na kule kutenda dhambi ndio kunafanya Afrika endelee kuwa maskini. Hata wewe ambaye sio msomi
unaenda kwenye dini, ukitoka kwenye dini unakuja mtaani kutafuta maisha. Maisha yenyewe yalivyotengenezwa, lazima uibe kwa karamu, lazima uibe kwa maneno, lazima uibe kwa fikra, lazima udanganye, lazima ule rushwa, lazima uzidishe bei ya bidhaa, lazima uzidishe faida kwenye biashara zako. Zote hizo ni dhuluma. Lakini tunasema sisi ni wacha Mungu, sisi ni wafia dini. Mzigo wa dhambi unazidi kuongezeka, na kadri dhambi inavyozidi kuongezeka, maendeleo yanazidi kupungua, umaskini unazidi kuongezeka. Kwa ni kurudisha vizuri, tuna dini iliyoletwa ikatuletea elimu, na elimu ikatuletea umaskini. Nimeeleza hapo vizuri. Tuna dini iliyoletwa. Dini hii hata kama hukusoma kwenye mfumo wake wa elimu, ukawa na imani, na hii imani ikakunyima maarifa, ikakunyima hekima, ikakunyima kutumia mali zako na utajiri wako wa Mwafrika, kwa sababu unataka kwenda peponi. Lakini katikati hapa, kabla hujafika peponi, lazima uishi, lazima uvae, lazima usomeshe, lazima mambo yaende, kwa kupitia rushwa, kwa kupitia kudhulumu, kudanganya, kuongeza faida kwenye biashara yako, kuongeza bei, kupiga dili, kupiga magendo ili mambo yaende. Hakuna hapa. So hakuna pepo hapa, wala hakuna dini hapa, wala hakuna imani hapa. Turudi kwa Afrika, turudi kwenye mila na utamaduni wa Mwafrika. Hapo ndipo majibu yapo, hapo ndipo maendeleo yapo, hapo ndipo ujuzi ulipo, hapo ndipo maarifa yalipo. Peace.